wanapohamia kwetu. Kuwepo na baadhi ya watu wanaofanya kazi kinyume na sheria na taratibu za nchi. Kukosa ushirikiano kutoka kwa baadhi ya wanajamii katika swala zima la ulinzi na usalama, kwani wengine huwa hawapo tayari kutoa taarifa za kiuhalifu licha ya kuwa wanazifahamu. Mapendekezo: jamii nzima ishirikiane kutokomeza vitendo vya uhalifu bila kujali tofauti za kiitikadi, kiuchumi, kidini na kisiasa. Utatuzi wa migogoro. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata Nyamisangura, kama unavyojua kiongozi wetu wa kitaifa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekwisha elekeza kwamba viongozi wote wahakikishe kwamba migogoro yote iliyopo katika jamii itatuliwe ili jamii iishi katika misingi ya usawa, yenye amani na utulivu. Katika kata yetu jambo hili linafanyika kila siku katika ofisi za serikali zote zilizopo katika kata yetu, kwa maana ya ofisi ya kata, ofisi za mitaa na kwa wananchi wanaopeleka malalamiko yao. Aidha, inapobidi viongozi hulazimika kutoka nje ya ofisi kwa lengo la kusikiliza na kutatua kero iliyopo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikuhakikishie kwamba kwa ajili ya kulinda na kuheshimu ilani ya chama tawala, wananchi wote wanasikilizwa vizuri na wanahudumiwa katika misingi ya usawa bila gharama yoyote, kwa kutambua kuwa wao ndio walipa kodi na kodi zao ndio zinaendesha miradi iliyopo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kujulisha kuwa kuna chombo kingine ambacho ni Baraza la Usuluhishi la Kata ambalo lipo hai, linahusika kupokea, kusikiliza na kusuluhisha malalamiko na migogoro inayoripotiwa katika chombo hicho ambacho kipo kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na utatuzi wa migogoro unaofanywa na viongozi wa kata ya Nyamisangura kwa kushirikiana na Mheshimiwa diwani wa kata hii, weo, meos na wenyeviti wa mitaa, ndio maana kata hii ina utulivu wa kutosha na wananchi wana imani na viongozi wao, na ndio maana wakachagua wenyeviti wote wa mitaa waliokuwepo katika uchaguzi wa serikali za mitaa 2024. Hii inaonyesha kwamba wananchi wana imani kubwa na huduma inayotolewa na viongozi wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Kumbukumbu ya utatuzi wa migogoro mkubwa uliokuwepo katika kata Nyamisangura. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata Nyamisangura, kutokana na utekelezaji wa ilani bora ya Chama cha Mapinduzi ambayo inajali wananchi wake, kata yetu ina kumbukumbu ya kutatua mgogoro wa ardhi kati ya jeshi la wananchi na wananchi wa mtaa wa Bugosi, ambapo katika ardhi hii iliyochukuliwa na jeshi la wananchi mnamo mwaka 2022, wananchi hao walilipwa fidia shilingi bilioni 2.6 na mgogoro ulimalizika kwa njia nzuri na kwa sasa hakuna malalamiko yoyote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na fidia hiyo, naomba kwa heshima kubwa nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi aliofanya kwa lengo la kujali sana wananchi wa Bugosi kutokana na kero iliyodumu kwa muda mrefu. Pia shukrani zingine zimwendee Mheshimiwa Michael Kembaki, mbunge wa jimbo la Tarime mjini, na Mheshimiwa Gati, diwani kata Nyamisangura, kwa ufuatiliaji uliotukuka kama wawakilishi wa wananchi. Sekta ya maji. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata Nyamisangura, kata yetu ina vyanzo mbalimbali vya maji kama vile visima vya asili, visima vya kuchimbwa, mtandao wa mabomba, mito na vijito. Aidha, kupitia kwa wakala wa usambazaji wa maji mjini na vijijini, yani RUWASA, kwa sasa kata yetu katika mtaa wa Msati na Bugosi, wananchi wa mitaa hiyo wananufaika na maji ya kisima kirefu kilichochimbwa katika kata ya Sabasaba kwa njia ya mtandao. Pia kutokana na ilani ya Chama cha Mapinduzi, kila mwananchi anapaswa kupata maji safi na salama. Hivyo, ili kutimiza azima hii, mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria ambayo tayari uko katika hatua ya utekelezaji unaolenga kufikisha huduma ya maji safi na salama kwa kila mwananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu ukikamilika, ni wazi kuwa changamoto ya maji safi na salama itamalizika kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hatua hizo nzuri zilizochukuliwa na Chama cha Mapinduzi, bado jamii yetu kwa sasa unahitaji mkubwa wa maji safi na salama hadi hapo mradi mkubwa wa usambazaji wa maji kutoka Ziwa Victoria utakapokamilika na kuanza kutoa huduma. Sekta ya kata Nyamisangura haina maeneo makubwa yanayoruhusu ufugaji wa wanyama wengi au ulimaji wa mashamba makubwa.
Pamoja na hayo, jamii yetu inajishughulisha na ufugaji na kilimo. Napenda kutoa taarifa kwamba shughuli hizo zote zinafanyika katika project ndogo ndogo, yani small scale projects, kama vile kilimo cha bustani na ufugaji wa mabandani, yani zero grazing. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kutambua mchango mkubwa wa wanajamii wanaofanya kazi hizo, tunao wataalamu wa kilimo ambao watembelea wakulima na kuwapa ushauri wa kitaalamu kadri wanavyohitaji. Pia taarifa zote muhimu huwafikia pale zinapotolewa na viongozi wetu wa juu pasipo kuchelewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sote tunafahamu kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi inahitaji kupata matokeo chanya kwa kila project inayoanzishwa na serikali. Hivyo basi, katika sekta ya kilimo na mifugo, na kwa kutambua mchango mkubwa unaotokana na sekta hii, serikali imetoa vyombo vya usafiri, yani pikipiki, kwa wataalamu wa kilimo na mifugo ili kufikia wakulima wote, kuwapa ushauri wa kitaalamu, yani professional advice, kwa lengo la kuondoa changamoto zote zinazowakabili wakulima na wafugaji. Pia wakulima na wafugaji katika kata ya Nyamisangura wananufaika na elimu inayotolewa na sekta ya kilimo kupitia wataalamu na ruzuku za pembejeo, chanjo zinazotolewa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali yetu imetoa mbolea ruzuku. Hivyo kwa wananchi wetu ambao ni wakulima wamenufaika na mpango huu wa ruzuku. Kupitia mpango huu, wakulima wamepata nafuu kubwa kutokana na gharama za uendeshaji kupungua kutokana na kuuziwa mbolea na mbegu bora za mahindi kwa bei nafuu. Nipende kutoa taarifa kwamba katika kata yetu wananchi wa mtaa wa Bugosi ndio waliojiandikisha kwa wingi, kwani Bugosi bado kuna maeneo makubwa yanayotumika kama mashamba. Sekta ya mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kata ya Nyamisangura, kwa kutambua umuhimu wa mazingira, kata yetu imekuwa ikiendelea kuchukua hatua mbalimbali ili kuimarisha utunzaji wa mazingira. Kama unavyojua, kata yetu inazungukwa na mazingira mbalimbali kama vile mito, vijito, visima vya maji vya asili na kuchimbwa, pamoja na misitu ambayo kwa asilimia kubwa ni misitu ya kupanda. Aidha, tunaungana na sera zote pamoja na sheria zote sambamba na mikataba ya nchi na ile ya kimataifa inayohusu mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hayo ni kukumbushe kuwa ilani ya Chama cha Mapinduzi inatambua kuwa mazingira ni muhimu katika maisha ya binadamu, kwani mipango yote inatekelezwa katika mazingira. Pia kuna haki ya mazingira ambayo inahitaji mazingira kutunzwa dhidi ya uchafuzi na mambo mengine yanayoathiri mazingira. Katika kutekeleza utunzaji wa mazingira na kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, katika idara ya mazingira, ofisi ya mtendaji wa kata ya Nyamisangura imekuwa ikitoa elimu kwa wananchi kupitia mikutano ya mitaa na warsha mbalimbali za jamii. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, mkuu wa wilaya ya Tarime Mheshimiwa Meja Edward Gowele mwanzoni mwa mwaka 2025 ameanzisha mradi wa Tarime ya Kijani, ambapo mradi huu ulikuwa ni mkakati wa kupanda miti mingi ili kutunza mazingira na kuhifadhi vyanzo vya maji. Kata ya Nyamisangura imenufaika na mpango huu, kwani miti takriban 1000 imepandwa katika eneo letu kwa maeneo ya taasisi za serikali na binafsi. Ni mategemeo yetu kuwa viongozi na jamii itapokea mpango huu mzuri na kutunza miti hiyo ili kuunga juhudi zilizoanzishwa na kiongozi wetu wa wilaya. Sambamba na hilo, tuungane na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika sera ya nishati safi ya kupikia kwa lengo la kudumisha na kuboresha usafi wa mazingira kwa maendeleo endelevu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata yetu itaendelea kutoa elimu endelevu juu ya uhifadhi wa mazingira kupitia vikao vya kamati ya maendeleo ya kata pamoja na mikutano mikuu ya mitaa. Elimu hii itahusu namna nzuri ya kutunza mazingira na kupiga marufuku shughuli za binadamu zinazofanyika karibu na maeneo ambayo ni vyanzo vya maji. Hii inalenga kuboresha mazingira kwa ajili ya kutumika katika maendeleo endelevu, yani environmental for sustainable development. Changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hatua hizo za kuboresha mazingira yetu katika kata ya Nyamisangura, changamoto iliyopo katika sekta mazingira katika kata yetu ni ukosefu wa eneo la kusanyia taka ngumu, yani collection point. Na hii inatokana na ufinyu wa maeneo katika kata yetu, kwani zaidi ya 95% ya ardhi ya kata ya Nyamisangura imekwisha kupimwa na kupangwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatoa shukrani kubwa kwa Mheshimiwa Diwani wa kata ya Nyamisangura
wataalamu, viongozi wa serikali za mitaa pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi kwa ushirikiano mkubwa ulioonyesha katika kufunga dampo la Mwangaza ambalo lilikuwa linaleta athari kubwa za kiafya kwa wananchi wa mtaa wa Mwangaza na maeneo ya jirani. Maendeleo ya jamii. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, jamii yetu ina makundi mbalimbali ya jamii kama vile wazee, watoto, watu wenye ulemavu na kadhalika. Makundi haya yote yanahudumiwa kwa usawa kama ilani ya Chama cha Mapinduzi inavyoelekeza. Wananchi wa kata ya Nyamisangura wanafanya shughuli mbalimbali kujipatia kipato, ikiwemo shughuli za kuweka na kukopa kupitia vikundi vya huduma ndogo za kifedha, pamoja na shughuli mbalimbali za kusaidiana katika shida na raha kupitia vikundi vyao vya kijamii. Sambamba na hilo, kumekuwepo na mkopo wa 10% kutoka halmashauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi sasa kuna jumla ya vikundi vya huduma ndogo za kifedha 184 vilivyosajiliwa katika kata yetu. Hii inaonyesha kwamba wananchi wetu wengi wamejiunga na vikundi, na hii inaonyesha kwamba elimu ya vikundi inatolewa vizuri katika kata yetu.